Tunaishi katika kipindi cha ukomavu wa uovu, ambapo kila fursa njema iliyofunguliwa mbele yetu imechangamana na fursa chafu za kiovu katikati yake. Maisha yanatupushi tufikie hatua, unataka hautaki, lazima uchague aina moja kati ya aina hizi mbili za maisha. Moja, kuishi kwa hekima au kuishi kipumbavu. Yaani hakuna katikati. Ni either uishi kwa hekima au uishi kipumbavu. Katika somo la leo tunakwenda kuwa na tafakari kutoka katika kitabu cha Waefeso 5:16. Na swali linalojiuliza ni nini maana ya kukomboa wakati, kwa sababu nyakati hizi ni nyakati za uovu? Hebu tupasome kabisa kidogo. Anasema Waefeso 5:16, mkiukomboa wakati, maana zamani hizi ni za uovu. Maana yake ni nini sentensi hii? Ili tupate kanuni 4 za namna ya kuukomboa wakati wako. Tuombe. Baba, nakushukuru maana muda ni zawadi, na muda unafaa na ni wa maana mno kuliko hata fedha na chochote kingine. Tusaidie hekima ya kukomboa muda uliotupa hapa duniani, maana nyakati hizi kwa kweli ni za uovu sana. Katika jina la Yesu, amen. Mkiukomboa wakati, kwa maana nyakati hizi ni za uovu. Neno kuukomboa, redeeming time, maana yake ya kwanza ni buying up time, kununua muda. Na hapo inatuingizia kitu kingine, muda na fedha. Watu watakwambia time is money. Hii ni moja ya theory, nadharia chafu na ya hadhi ya chini sana. Muda, nasema time is extremely precious than money. Yani muda ni wa thamani kubwa kuliko fedha. Muda sio sawasawa na fedha. Na ndio maana hapa nakuambia mkiukomboa wakati, buying up time, ukiununua muda. Kwa kumbe muda, badala ya kuchukua muda wako kuuza muda ili upate fedha, unatakiwa utumie fedha ili upate muda, kwa maana muda ni wa thamani kuliko fedha. Lakini maana nyingine nasema buying up opportunities, kuzinunua fursa. Unanunuaje fursa? Maana nyingine anasema make most of the rest of your life, kufanya makubwa au kufanya makubwa katika maisha yako leo baki hapa duniani, ukidili na vile vinavyofaa tu kwenye maisha yako. Sasa nilikuwa najifunza hapa, mtu mmoja ananielezea, anakuambia making most of every opportunity. Kila fursa njema itakayofunguka kwako usiipapase, usiiguse. Tunaposema mtu ambaye ana redeem time, anayeokoa na kukomboa muda, ni kwamba popote fursa njema itakapotokea kwenye maisha yake, ata make most, atatumia kila resource, rasilimali zinazo kuhakikisha kwamba hii fursa hii haiponyoki na ianguki. Na hii ndio tunasema mtu unaishi kwa hekima. Redeeming time, kuokoa muda, maana yake nini? Kuukomboa muda maana yake nini? Au make most of the opportunity, kuhakikisha kwamba kwenye ile opportunity, fursa ambayo Mungu ameacha kwako, unavuna vya kutosha. Anasema to buy back or seize every chance to do good, glorify God and spread the gospel, recognize time's preciousness.
ni kuwa na ufahamu wa thamani ya muda wako. Alafu kila chansi, nafasi itakayopatikana mbele yako, hakikisha unaitumia ipasavyo, kwa sababu nyakati hizi ni za uovu. Kipaumbele chako kiwe ni mambo ambayo yatakusababisha upate ule uzima wa milele. Kwa hiyo maandiko yanasisitiza katika fungu maarufu linalopatikana kitabu cha Mhubiri 9:11 ya kwamba nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao katika vita, wala sio wenye hekima wapatao chakula, wala si wenye ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini bahati wapata wote. Bahati wapati wote. Pengine nasema time and chance happens to all. Fursa, maana bahati hapo ni fursa. Katikati ya uovu uliokithiri kwenye dunia hii, zimefichwa fursa chanya nyingi ambazo wengi tunashindwa kunufaika nazo, kwa sababu tunaishi maisha ambayo ni total life. Yani huna uwezo wa kuchambua na kuchanganua kipi kinakufaa, kipi hakukufai, kipi usikilize, kipi usisikilize. Unajikuta, na namsikiza mtu mmoja anasema, katika kipindi cha dunia ambacho ni rahisi sana mtu kuwa bilionea au milionea, ni kipindi hiki cha mwisho, kwa sababu kuna mafursa mengi, lakini changamoto ya mafursa hayo yamejifungamanisha na makolokolo mengine maovu ambayo ni distracting forces ambazo zinakutoa katika reli, ambazo kama hujaomba hekima ya kimungu ya kukufanya kuwa na hekima ya kukomboa wakati, utajikuta unafanya mark time ya kiroho, spiritual mark time. Anaposema kukomboa wakati, manake nini? Au ku make most of the time, ni kwamba tumia muda ambao Mungu amekupa kunoa kile chema ambacho Bwana amekupa kiweze kuleta matokeo makubwa kwenye maisha yako. Kuna watu wana uwezo mkubwa. Kuna watu Mungu ndani yao ameweka vitu ambavyo kwa kweli angekipata jamaa anaishi Silicon Valley kule Marekani, angekuwa ni bilionea zaidi ya Bill Gates. Kwa kweli angepata mtu anayemtafuta Mungu kule India, angekuwa ni mhubiri mkubwa, watu wengi wangeenda mbinguni. Lakini kwa sababu akili imechangamanwa na makolokolo mengi ambao umeshindwa kufocus kwenye kitu chako ambacho Mungu amekupa, imekuletea shida. Kwa making most of your time ni kwamba usijielekeze kwenye kila kitu, jielekeze kwenye kile kinachofaa. Lakini kama hujui ufanye nini, fanya kila kitu. Matokeo ya kila kitu yatakuonyesha ni kipi ambacho kikifanya kinaleta matokeo bora zaidi, chenye matokeo makubwa kwa maanacho. Mhubiri 10:10 anasema hivi, iwapo chuma hakipati wala mtu hakinoi, ndipo hana budi kutumia nguvu zaidi, walakini yafaa kutumia hekima na kufanikiwa. Iwapo panga, niweke rahisi tu, halikati vizuri, ni butu, wala hulinoi, ndipo utatumia nguvu nyingi. Mungu anataka maisha yako muda mwingi utumie nguvu kwenye kunoa kile ambacho amekiweka ndani yako, uweze kuwa baraka kwa dunia. Shetani amesababisha uishi maisha butu ambayo unatumia nguvu nyingi. Kwa unajikuta unasema napambana na kitu inaitwa maisha, napambana na maisha. Rudi, shoka mbovu, noa shoka, utumie muda kidogo kwenye hicho unachokifanya na muda mwingi kwenye kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, uweze kubariki watu katika industry mbalimbali za maisha yako. Yafaa utumie hekima. Ninakuombea kwa Mungu katika maisha ambayo yana mvuto mkubwa ya watu waishi kipumbavu, na Mungu anavuta watu waishi kwa hekima. Bwana akupe hekima ili upate kufanikiwa kwenye eneo ambalo amekupa kusudi katika dunia hii. Yani kila aliyekuja hapa ana sababu ya kuja.
Ndio maana hata katika nchi raia mmoja akifa, hilo ni tatizo kubwa mno, ni kitu cha kuuma, cha kulia, kwa sababu umepoteza zile ingredients, recipes ambazo Mungu aliziweka ndani yake ziweze kuwa baraka kwetu. Na anaumia zaidi anapokuona unaishi general life, unfocused life, maisha ya jumla. Hakuna ambacho kinatoa matunda kwako, maana nguvu zako zimekuwa disparted, zimetawanyika. Hauja focus kwenye chochote ambacho kile kusudi la Mungu kuumba. Hata kwenye kuomba kwako hauombi Mungu nisaidie niweze kujua kile ambacho kwani umeniweka hapa duniani, ili niweze kutumia muda wangu mwingi kuukomboa kutoka katika kufocus kwenye mambo ambayo yananinyima na kuninyonya muda. Na kingine, sababu ya Mungu kukupa fedha ili utumie hizo fedha kutengeneza muda zaidi. Lakini Mungu kukupa kazi ni ili upate fedha za kutengeneza muda zaidi wa kutumia kile ambacho amekiweka ndani yako uweze kuwa baraka kwenye eneo ambalo Mungu atakuweka. Lakini watu wengi wanaamini money is better than time. Fedha ni bora kuliko muda. Kwa wameuza muda wao kwa gharama ya kupata fedha, na maisha yameendelea kuwa hayana maana kila siku, badala ya kutumia fedha zao kununua muda wa maisha yao. Ndio maana unakuta kuna mtu Mungu amempa gari, ana uwezo wa kulitumia hilo gari kuwahi kazini ili atengeneze fedha zaidi, lakini kanisani, mahali ambapo vipawa vyake vingefunguliwa aweze kuwa baraka kwa dunia, anachelewa. Maana yake yeye buying up time, hiyo swala hakuna. Yeye anajua kuuza muda zaidi, lakini kununua muda kwa ajili ya glorious opportunities, fursa za kiroho safi, aweze kuwa baraka kwa dunia, hicho kitu ni mzigo kwenye maisha yake. Sasa kuna kanuni za kufuata, kanuni 4 za mtu anayeishi kwa kukomboa wakati. Kanuni ya kwanza inaitwa kanuni ya maombi, principle of prayer. Fanya maombi ya asubuhi. Kuna nguvu kubwa sana katika maombi ya asubuhi. Maombi yote yanafaa, lakini maombi ya asubuhi kwa mtu anayetoka yana maana kubwa sana kuliko maombi mengine yoyote katika siku hiyo. Kwa nini? Haya maombi ya asubuhi ndio funguo inayofungua siku yako. Unaweza ukajikuta umekuwa bize, lakini bize katika kupoteza muda, bize katika mambo ambayo yako nje ya kile ambacho Mungu amekusudia uyafanye siku hiyo, kwa sababu kupata hekima za asubuhi. Muda unaotumiwa katika maombi ya asubuhi ni wa thamani sana, kama muda anaotumia mpasua kuni kunoa shoka yake. Thamani ya muda wa maombi ya asubuhi, ubora wa muda wa maombi ya asubuhi uko juu sana. Tunaulinganisha na yule mtu anayepasua kuni au yule mtu anayekata miti kutumia chainsaw, anaotumia kunoa kifaa chake cha kufanyia kazi. Kwa nini? Atakapoingia katika majukumu ya siku hiyo, anakuwa na ufanisi wa kufanya mambo kwa ubora na kwa wepesi na kwa mafanikio. Watu wengi tunaingia katika siku tukiwa tuko butu. Chochote utakachokifanya cha dakika moja utatumia siku nzima kuhangaika, kwa sababu kutumia muda wa asubuhi kunoa akili, ufahamu, kunoa nguvu kwa njia ya nguvu zote, nguvu ya maombi, nguvu ya kiroho. Kwa utagundua watu wa maombi ya asubuhi ya dhati ni watu ambao hawana kauli inayosema muda hautoshi, muda haunitoshi siku hii, muda haujanitosha kabisa. Haujakutosha kwa sababu ulianza mwenyewe, hukuanza na Mungu mmiliki wa muda. Ndani ya maombi ya asubuhi, Mungu atakufungulia vitu vya kufanya katika siku hiyo. Hivyo hautakuwa makini na kila kitu.
utakuwa makini na vitu ambavyo Mungu amekupangia kufanya siku hiyo. Kwa ni dharau kubwa sana na ni tusi zito sana kwa mtu anayemwamini Mungu kusema kwamba siku yangu muda hujanitosha. Hapana, huku mwanzo ungeanza na Mungu, angetengeneza mazingira ya siku hiyo ya kutoshe, maana siku hiyo amekupangia vitu vyako. Kama unaona hauna muda wa kutosha, basi yawezekana, kama unaona hauna muda wa kutosha, inawezekana unafanya mambo ambayo Mungu hajakwambia ufanye siku hiyo. Umejaza mambo mengi, unafunua kila kitu, unasoma kila kitu, unafurahia kila kitu, unahuzunishwa na kila jambo, hata yasio kuhusu, na yamekuwa draining, energy drainer, yanakunyonya nguvu zako, unashindwa kutoa matokeo. Kwa nikutie moyo, kanuni ya kwanza ili uweze kuwa mtu ambaye anakomboa muda, anayenunua muda, ni pata muda wa asubuhi kukaa kimya na Mungu, ili umwache Mungu azungumze na moyo wako na akunoe, akufanye siku yako iweze kuwa ni productive day, ni siku ya uzalishaji katika maeneo tu ya maana, katika vile vitu ambavyo Mungu amekupangia. Kanuni ya pili ni kanuni ya vipaumbele, the principle of priority. Kwa watu ambao wanaamini katika Waefeso 5:16 kwamba tunaishi katika kipindi cha uovu mkubwa sana, lakini tunao wajibu wa kutengeneza fursa, wa kutumia fursa Mungu anazoziachia katikati ya siku za uovu. Tunao wajibu wa kukomboa wakati. Ni watu ambao wanaamini katika kitu kinaitwa principle of priority, kanuni ya vipaumbele. Baada ya kuwa umemuomba Mungu asubuhi, Bwana atazungumza na wewe kwa njia mbalimbali, na utapata vipaumbele vya siku hiyo. Hata kama umeweka to do list yako, Bwana atakupa hekima ya kujua nini utoe, nini uongeze, nini uache, nini ufanye, nini usifanye. Kwa hiyo machaguo yako yatatoka katika level ya mema na maovu. Utaingia kwenye mema na mema zaidi. Kuna watu choices zao, hapa hili ni jema, hili ni ovu. Lakini ukiwa mtu wa maombi ya asubuhi na akawa mtu wa principle of priority, kwamba Mungu akupe vipaumbele, utajikuta unadili na vipaumbele vyako tu vizuri na vizuri zaidi. Haya maovu huna muda nayo, maana Mungu atashughulika nayo. Unajikuta muda wako unasema make most of time, umetumia muda mwingi, sawa sawa na Waefeso 5:16. Na tunao mfano. Hebu tusome Yohana 17:4. Sio kasema huyu jamaa anatuhamasisha tu maneno yake, mbona hana mafungu? Yohana 17:4. Anasema hivi: mimi nimekutukuza duniani, hali nimemaliza kazi ile ulionipa nifanye. Nimalizie na ile afu tutakupa ufafanuzi kidogo. Hii 19 tena. 19:30. Yohana 19:30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Yesu anasema nimeimaliza kazi yangu. Kwa muda mfupi sana wa miaka 3, kila kitu kilichopangwa akifanye, kwa sababu alikuwa ni mtu wa kuamka asubuhi wa kuomba. Yesu alimaliza kazi yake akiwa katika msalaba wa Calvary, akasema imekwisha. Mission accomplished. Nilichotumwa kufanya kimemalizika. Je, wewe vitu vyako siku inapoisha una uthubutu kusema kazi ulionipa Bwana siku ya leo imeisha? Au ni wale ambao wamebakiza viporo kwamba tutaendelea kesho? Je, wewe una uthubutu wa kusema imekwisha unapomaliza mwaka wa 2023
2025 kwamba yale ambayo Mungu umenipa kufanya yamemalizika, imekwisha, na kushukuru Mungu. Ni kwa sababu wakati mwingine wenda ulikuwa hujajua hii inaitwa principle of priority. Ukiishi kwa kudili na vipaumbele tu ambavyo viko approved na Mungu kupitia maombi, utakuwa na ujasiri wa kusema nimemaliza, na kushukuru Mungu kile nilichopanga kifanye nimekifanya. Ndio maana Paulo akasema kazi nimeimaliza, mwendo umeisha, na isubiri thawabu, medali niweze kupewa, si mimi tu na wengine wengi ambao waliamini katika Mungu na wanatarajia uzima wa milele. Kanuni ya 3 inasema ni kanuni ya kutenda kwa uharaka, the promptness principle. The promptness principle. Hii inazungumzia jinsi ya kuishi au kuishi bila kuhairisha, jinsi ya kushinda dhambi ya kuhairisha, a sin of procrastination, dhambi ya hairisha. Hii ni ya watu wanaoamini katika 5:16 wa Efeso. Ukiukomboa wakati, ukiununua muda wako, make use of the opportunities, fursa ambazo Mungu anazifungua kwenye maisha yako kwa uharari. Lakini chochote ambacho Bwana atakifungua kwako katikati ya dunia hii ya uovu, kifanye kwa haraka, usihairishe. Maandiko kwa nini anasema hii ni dhambi? Yakobo 4:17 anasema yeyote anayejua kutenda jema alafu hilo jema asilitende, kwake huyo ni dhambi. Kwa ukihairisha jambo ambalo ni jema ulipanga kulifanya, unatenda dhambi, na roho inaniuma kwa sababu watu wengi hatutubu kwenye hilo eneo, kwa sababu tunadhani ni mambo tu ya kawaida. Maisha si ya kawaida, wala mambo si ya kawaida. Usiwe mtu wa kuhairisha. Watu wa kuukomboa wakati ni watu wasiwahairisha. Kwa dhambi sio kutenda tu mabaya, hata kutotenda mema na kutofuata ratiba uliojipangia. Unatenda dhambi mbele za Mungu, unapaswa utubu. Lakini dhambi ya kuhairisha inashambulia eneo linaloitwa willpower, nguvu ya nia, yani ile uwezo wa kunia jambo na kulifanya. Sasa ili Mungu atusaidie kwenye hili, nguvu ya nia ni pale unapokuwa na jukumu na kuamua kulifanya, kuweka nia yako ili Mungu aachilie nguvu zake. Kwa wewe unachokisupply kwenye siku ni nia, alafu Mungu anachokupa kwenye nia yako ni nguvu. Kwa God's power, nguvu za Mungu na nia yako ambayo umeingiza katika utendaji inaleta mafanikio ya siku hiyo. Ndio maana tuliwahi kusema kwamba divine power plus human efforts equals to a success. Yani nguvu ya kimungu kujumlisha jitihada za kibinadamu zinazosukumwa na nia njema kufanya jambo hilo kwa kumtegemea Mungu, italeta matokeo kwenye kila jambo ambalo utalifanya. Kanuni ya mwisho ya mtu ambaye anaishi nyakati hizi za uovu kwa kukomboa wakati ni kanuni ya nguvu, the principle of power. Kitabu hiki cha Waefeso, ukisoma fungu la chini hapo, tusome kabisa, tusifanye nadharia. Kitabu cha Waefeso 5. Kwa nini kanuni ya nguvu? Waefeso 5 tulisoma 17 anatoa kanuni kazuri ka kujifunza. Anasema kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Katika siku yako usiwe mtu mjinga unajifanyia kila kitu na uitwa kila sehemu, unaenda kila mahali. Ujue Mungu anataka ufanye nini siku hiyo na ukifanye. Mengine hata bora mgombane, lakini shika kile ambacho Mungu amekwambia ufanye. Kwa nini? 18, tena msilewe kwa mvinyo ambamo kuna ufisadi, bali mjazwe na Roho.
Kanuni ya nguvu inazungumzia kipengele cha mwisho cha kujazwa na Roho. Hauwezi kuwa na nguvu kama una Roho Mtakatifu, na hauwezi kuwa na Roho Mtakatifu kama hujafanya Roho aliye ndani yako nguvu zake zikajaa kwenye maisha yako. Anasema 1:8 kitabu cha Matendo ya Mitume, nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia yule Roho Mtakatifu. Hata kuacha jambo lisilofaa ukafanya linalofaa inahitaji nguvu kutoka juu, na hii kanuni inaitwa nguvu, kanuni ya Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio zina uwezo wa kukufanya ukapanga jambo alafu ukalifanya mpaka likawa. Yesu akitoka katika kubatizwa anasema alikuwa kwanza kwenye kubatizwa Roho alimshukia, Luka 4. Alipotoka anasema akatoka akiwa na amejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio zilipelekea akiwa katika msalaba, baada ya kula ile sifongo ile, kwa hiyo weko kwenye sifongo, akasema Baba, imekwisha. Maana yake nini? Nguvu aliyoipata kwa Roho aliyekuwa akimuongoza, na kila siku alikuwa anapokea fresh power from Holy Spirit, nguvu safi mpya kutoka Roho Mtakatifu kwa njia ya maombi ya asubuhi na jioni na usiku na kukesha. Ilimsababisha aseme kazi yake iliyomleta imeisha. Je, kazi yako haishi? Je, huoni kwamba na wewe unahitaji nguvu kutoka juu, power from above, nguvu ya Roho Mtakatifu? Mungu akupe nguvu. Bwana akupe Roho wake ili uweze kuishi kwa hekima, msio wajinga katika dunia hii, bali uishi maisha ya kuishi mapenzi ya Mungu kwa siku hiyo, kwa mwaka huo, kwa msimu huo, ili Bwana aweze kutukuzwa kupitia kuwepo kwako, ili mazuri ya Mungu yaliyowekwa ndani yako yapate kutoka na kuwa baraka kwa wanaokuzunguka, nyumbani, ofisini, kanisani, kwenye usafiri, kwa serikali, popote utakapowekwa uweze kuwa Yusufu wa eneo hilo. Mungu akubariki sana. Baba, asante kwa baraka ya neno lako la leo. Tunakubali na tunaona ni live, naishi nyakati za mwisho. Uovu ni mwingi sana, lakini asante kwa neema yako ya fursa nyingi safi na nzuri ambazo umeziachia kwa ajili yangu na kwa ajili ya mtoto wako katikati ya siku hizi mbovu za uovu. Hasa Bwana, ile nguvu iliyokuwa ndani ya Yesu hata akamaliza mambo yake akasema imekwisha katika msalaba wa Kalvari, hata akathubutu kusema kazi ulionipa nimeimaliza. Ile nguvu iliyokuwa ndani ya Paulo akasema kazi nimeimaliza na mwendo nimeumaliza. Na sisi Bwana, tupe nguvu hiyo, nguvu kutoka juu, nguvu ya Roho Mtakatifu. Mwaga mvua ya masika ya nguvu kutoka juu, ili chochote chema ambacho umetupa kukifanya kwa ajili ya kutukuza jina lako tukakifanye kwa nguvu kubwa sana. Ikiwa ni eneo la elimu, tukawe watu bora katika eneo hilo kwa utukufu wa jina lako. Ikiwa ni utumishi wa kazi zako, tukaufanye kwa ubora kwa jina la Yesu. Ikiwa ni nguvu ya maisha ya kifamilia, ikiwa ni nguvu za kiuchumi, ikiwa ni nguvu za kimahusiano, katika kila eneo la maisha yetu, achilia nguvu kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, amen.